الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kisha tukakupa wahi kwamba ifuate mila ya Ibrahim hanifan, hali ya kushikamana nayo mila hiyo na kuachana na isiyokuwa mila hiyo. Wama kana minal mushrikin, hakuwa Ibrahim katika washirikina. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: ذكر الله جل في علاه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم كان أمة، alikuwa ni kiongozi, qanitan lillah, mwenye kudumu kumtii Allah, hanifan, hali ya kuwa mwenye kushikamana na mwenye kumwelekea Allah, na hali ya kuwa mwenye kuepukana na kisichokuwa Allah. Walam yaku minal mushrikin, na hakuwa katika washirikina. Shakiran li an'umi, hali ya kuwa mwenye kushukuru neema zake. Ijtabahu, Allah amemkhitari. Wahadahu ila siratin mustaqim, na akamuongoza kwenye njia iliyonyooka. قال الشيخ الفوزان: قوله إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة. إبراهيم alikuwa ni qudwa, kiongozi. قانتا لله. قال: القنوت المراد به المداومة على طاعة الله. المداومة على طاعة الله أي مداوما على طاعة الله. alikuwa ni mwenye kudumu juu ya taa ya Allah. Hanifan yani muqbilan ala Allah fi ibadatihi mu'ridan an ibadati ma siwa. Alikuwa ni mwenye kumwelekea Allah katika ibada zake, mwenye kupa mgongo ibada ya kisichokuwa Allah. Walam yaku minal mushrikin, hakuwa katika washirikina. Ay kana bari'an minal mushrikin, ay tabarra'a minhum kama tabarra'a min abihi wa qaumihi. Alikuwa ni mwenye kuepukana na washirikina, aliepukana nao kama alivyoepukana na baba yake na jamaa zake Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Idhan Ibrahim aliepukana na baba yake na jamaa zake kwa sababu walikuwa washirikina, akakaa mbali nao. Shakiran li an'umihi ay shakiran li an'umi rabbih azza wa jalla, ni mwenye kushukuru neema za Mola wake azza wa jalla. لأن الله ذكر في هذه السورة سورة النحل أو سورة النحل النعم وعددها. Allah ametaja neema nyingi na akazihisabu neema hizo nyingi katika sura hii, Suratun Nahl. Walidhalika tusamma Suratun Nahl bi Suratin Ni'am. Kwa hiyo inaitwa Suratun Nahl sura ya neema, kwa sababu Allah ametaja neema nyingi katika sura hii, Suratun Nahl. Idhan al-ulama yusammunaha Suratan Ni'am lianna Allah عدد فيها النعم ليشكرها العباد, sababu Allah ametaja neema nyingi ili watu wazishukuru. وذكر عن إبراهيم عليه السلام
annahu kana shakiran li an'amillah, na Allah akataja kuhusu Ibrahim alayhi salam kwamba alikuwa ni mwenye kushukuru neema za Allah azza wa jalla. Wa shukru an-ni'ma huwa at-tahaddathu fiha dhahira wal-i'tirafu biha batina. Kushukuru neema ni kuzizungumza zile neema kwa dhahir, halafu kuzikiri neema hizo batinan, kwa moyo. Hii ndiyo kushukuru neema za Allah, kuzizungumza halafu kukiri moyoni kwamba neema hizi zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shukru ni'ma huwa at-tahaddathu fiha dhahira wal-i'tirafu biha batina wa sarfuha fi ta'ati musdiha wa muliha, na kuzitumia neema hizo katika kumtii yule mwenye kuzileta neema hizi ni katika kushukuru. Idhan ashukuru yakunu bilqawl والشكر يكون بالفعل وكذلك الشكر يكون بالاعتراف بالقلب. hii ndio jumla ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio uhalisia wake kumshukuru Allah. Si kumshukuru kusema peke yake, bali kumshukuru kwa kusema na kwa vitendo na kwa moyoni. Kushukuru kwa vitendo ni kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kushukuru kwa moyoni ni kukiri kwamba neema hizo ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyezileta, ndiye aliyekupa. Na kila mtu anavyomshukuru Allah ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyozizidisha neema. Kila unapomshukuru Allah kwa shukrani hizo za mambo matatu, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anapozidisha neema, kama mwenyewe subhanahu wa ta'ala alivyoelezea jambo hilo. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Kwa hiyo kila mtu anavyomshukuru Allah sana, ndivyo Allah anavyomzidishia neema zake. Lakini wapi? wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache. Allah asema ni wachache katika waja wangu wanaonishukuru. Shukurani hizo anazozitaka yeye, wengi hatomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala uhakika wa kumshukuru. ثم أوحينا إليك، هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. hapa anaambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha tukakupa wahi anittabi' millata Ibrahima hanifa, kwamba ifuate mila Ibrahim hanifan, hali ya kushikamana nayo na kuachana na kila kisichokuwa na mila hiyo. قال الشيخ حفظه الله: ولما وصف الله إبراهيم بهذه الصفات العظيمة التي ذكرت، أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته أي دينه. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumtaja Ibrahim kwa sifa hizi kubwa zilizotajwa. Sifa gani? inna Ibrahima kana umma, idhan qudwa. Hanifan, sifa ya pili. Walam yakun minal mushrikin, qanitan lillah. Hizi ndio sifa alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa nabii Ibrahim: kana umma, qanitan lillah, hanifan, walam yakun minal mushrikin, shakiran li an'ami. Sifa ya tatu, ya tano hiyo. Ijtabahu, sifa nyingine ya sita. Wahadahu ila siratin mustaqim, sifa nyingine ya saba. Allah aliyomsifu nabii Ibrahim alayhi salam. Idhan, baada ya Allah kutaja sifa hizi kubwa zilizotajwa za nabii Ibrahim, akamwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam afuate mila yake, aidinahu, afuate dini ya Ibrahim. Wa dinu Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam huwa dinu Ibrahim, dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo dini ya Ibrahim. Wa huwa dinul hanifiyyati samha, dinu tauhid wal ibada wal ikhlas lillahi azza wa jalla. Hii ndiyo dini ya al-hanifiyya as-samha, dini ya Uislamu iliyo nyepesi, dini ya tauhid, dini ya kumpwekesha Allah na kumwabudu Allah na kumtakasia Allah ibada zake jalla fi ula. Kwa ni dini ya Ibrahim na ndiyo dini ya mitume wote kama ilivyotangulia kusema al-Sheikh rahimahullah. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي إبراهيم وخليل ربي. Mpokea Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin, kila mtume ana wapenzi wake katika mitume wengine. Wa inna waliyi, na mpenzi wangu, abi Ibrahim, ni baba yangu Ibrahim, wa khalilu rabbi, na rafiki wa Mola wangu. Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin wa inna waliyi abi Ibrahim, wali wangu mpenzi wangu ni baba yangu Ibrahim, wa khalilu rabbi, na mpenzi rafiki wa Mola wangu. Thumma qaraa, kisha mtume akasoma aya hii: inna awla an-nasi bi Ibrahima lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna awla an-nasi bi Ibrahima, yani mpenzi wa watu wote kwa Ibrahim ni wale waliomfuata. Lalladhina tabauhu, ni wale waliomfuata. Wa hadha an-nabiyyu, na mtume huyu. Walladhina amanu, na walioamini. Wallahu waliyul mu'minin, na Allah ni wali, ni mpenzi wa waumini. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والاقتداء والاتباع. متومة wanapendana, yatawalla ba'dhum ba'dhan bil mahabba, wanapendana, baadhi yao wanawapenda wengine kwa mapenzi na kwa kufuata. Fahum silsilatun wahida min awwalihim ila akhirihim, mitume ni silsila moja kuanzia mwanzo wao mpaka mwisho wao. Yubashiru awwaluhum bi akhirihim wa yaqtadi akhiruhum bi awwalihim wa yatba'u ba'dhuhum ba'dha, wa mwanzo wao wanawabashiria wa mwisho wao, wa mwisho wao wanawafuata wa mwanzo wao, na baadhi yao wanawafuata baadhi nyingine. Hakadha humul anbiya'u alayhimus salatu wassalam. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa awla an-nasi bi Ibrahim, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo mpenzi wa watu wote kwa nabii Ibrahim. Wa hadha raddun ala al-yahudi wan-nasara, hii ni raddi kwa mayahudi na manasara. Falyahudu yaqulun kana Ibrahimu yahudiya, wan-nasara yaqulun kana Ibrahimu nasraniyan. Mayahudi wanadai kwamba Ibrahim alikuwa ni Myahudi, manasara wa Kristo nao wanasema nabii Ibrahim alikuwa ni Mkristo. Kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqirru lahum bidhaka. Wallahu radda alayhim, Allah kawarudi, faqala ma kana Ibrahimu yahudiyan
wala nasraniya. Ibrahim hakuwa myahudi wala hakuwa mnasara, walakin kana hanifan muslima, lakini alikuwa ni mwenye kumwelekea Allah katika ibada zake hali ya kuwa ni Muislamu. Wama kana minal mushrikin, hakuwa katika washirikina. Inna awla an-nasi bi Ibrahima lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Qala wa antum ayyuha an-nasara lam tattabi'uhu fa antum ba'iduna anhu, na nyinyi manasara wa Kristo hamjamfuata nabii Ibrahim, kwa nyinyi mko mbali naye. Fannasara ya'buduna as-salib walyahudu ya'buduna Uzaira, wa Kristo wanaabudu msalaba, mayahudi wanamwabudu Uzair. Wayaquluna Uzairun ibn Allah, mayahudi wanasema Uzair ni mtoto wa Allah. Wayabuduna al-ijla, na wanaabudu ndama, kama dhakara Allahu ta'ala anhum. Wayabuduna shahawatihim, wanaabudu matamanio yao. Hakadha huwa dinu al-yahud, hii ndiyo dini ya mayahudi. Fa Ibrahimu bari'un minhum, bari'un min al-yahudi wan-nasara. Ibrahim yuko mbali nao, yuko mbali na mayahudi, yuko mbali na manasara. Wahum lam yattabi'u Ibrahima alayhi salam, wao hawakumfuata Ibrahim alayhi salam. Fahum ba'iduna anhu, wao wako mbali naye. Vipi watadai kwamba Ibrahim alikuwa myahudi, au hawa nasara wadai kwamba Ibrahim alikuwa mnasara? إنما أقرب الناس إلى إبراهيم للذين اتبعوه من اليهود والنصارى للذين خالفوه. watu waliokaribu sana na Ibrahim ni wale waliomfuata katika mayahudi na katika manasara. Waliomfuata Ibrahim ndio watu wa karibu sana kwake. Lalladhina khalafuhu, si wale waliomkhalifu. Wa hadha an-nabiy, na mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye katika watu wa karibu sana na wapenzi sana kwa nabii Ibrahim. Walladhina amanu, na walioamini waislamu. Wallahu waliyul mu'minin, na Allah ni mpenzi wa waislamu. Fallahu waliyuhum yansuruhum wa yuayiduhum wa yuhibbuhum wa yatawallahum, Allah ni mpenzi wao, anawanusuru na kuwatia nguvu na kuwapenda. Fahuwa waliyul mu'minina khassa wilayata nasrin wa ta'yidin wa hifdhin wa i'ana. Allah ni mpenzi wa Waislamu khassa, peke yao, ule upenzi wa nusra wa kuwanusuru na kuwahifadhi na kuwasaidia. Hii ndiyo wilaya khassa. Wilaya khassa ni ile ya kuwasaidia na kuwahifadhi na kuwanusuru. Wa hunaka wilayatun amma li jami'il khalqi, kuna wilaya ile amma ya viumbe wote. Qala ta'ala waruddu ila Allahi maulahumul haqqi, yani rabbahum wa malikahum wal mutasarrifa fihim, watarudishwa kwa Allah mola wao wa haki. Hii ni viumbe wote, yani rabbahum, mola wao na mwenye kuwamiliki na mwenye kufanya kwao lolote. Hii wilaya amma, hii ni wilaya amma, lakini wilaya khassa lilmu'minin. Wallahu waliyul mu'minin, hadhihi wilaya khassa. Wasema hadhi wilaya amma li jami'il khalqi, kwa viumbe vyote, bimaana almulki watadbiri warizqi, kwa maana ya kuwamiliki na kufanya Allah analotaka kwao na kuwapa riziki. Amma alwilayatul khassa fahiya lilmu'minin alladhina ittaba'u Ibrahima
alayhi salatu wassalam. Mapenzi yale hasa haya ni ya waislamu wale waliomfuata Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa aulahum bidhalika hadha an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, walio bora ya viumbe kwa hilo kwa kumfuata Ibrahim ni mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ummati wake. فهذا فيه رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم وهم كذبا. hii ni raddi kwa mayahudi na manasara wanaodai kwamba wao wako juu ya dini ya Ibrahim wakati wao ni warongo. Laysu ala dini Ibrahim alayhi salam wa innama hum ala shirki, hawako katika dini ya Ibrahim alayhi salam, wao katika ushirikina. Wa dinu linhirafi wattaghyiri wattabdil, dini ya mageuko na mabadiliko, hiyo ya ushirikina. قال الشيخ حفظه الله: هذا فيه دليل على أنه لا يكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه. hii ni dalili ya kwamba hawi mpenzi wa mtume sallam isipokuwa mwenye kumfuata. laysa hunaka waliyun linnabiy sallallahu alayhi wasallam wala li Ibrahima alayhi salam illa man ittaba'ahuma, hakuna yoyote mpenzi wa mtume sallam wala Ibrahim alayhi salam isipokuwa mwenye kuwafuata hao. Anayemfuata mtume sallam na nabii Ibrahim, hao ndio wapenzi wao. walladhina yaz'umun annahum yuhibbuna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam wa hum yukhalifunahu, na wale wanaodai kwamba wanampenda Muhammad sallallahu alayhi wasallam na huku wanamkhalifu. wayuhdithuna albid'a walmuhdathat ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. wale wanaodai kwamba wanampenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huku wao wanamkhalifu, hawatekelezi baadhi ya amri zake, hawaachi makatazo yake, na wanazusha bid'a na mambo mengi ya kuzushwa. halafu wayazumuna annahum yuhibbuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wanadai kwamba wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. hadha kadhib, huu ni urongo. law kanu yuhibbuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lattaba'uhu, law wangekuwa wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam wangemfuata. watarakul bid'a wal muhdathat wal khurafat allati ma anzala Allahu biha min sultan, wangekuwa wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam wangemfuata, wakawacha mambo haya ya uzushi na walioyazusha na mambo ya khurafat ambayo Allah hakuyateremshia hoja yoyote. Kwa hiyo mahaba ya mtume na mahaba ya Allah ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. kwa kuna watu walidai kwamba wanampenda Allah, Allah akateremshia aya hiyo kuwapa mtihani. Waambie kama mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Kwa kumpenda Allah, kumpenda mtume ni ittiba, ni kumfuata na taa na kuwatii. Hii moja kwa moja ndiyo kumpenda. Haiwezekani kuwampenda huku wamkhalifu amri zake, huku wampenda huku makatazo yake wayafanya. Ndiyo kumpenda kwa vipi huko? Mtu kama ana mke wake, anampenda mke wake, anafanya nini? Si anachotaka anampa. Mara mke kataka saa hii,
kataka simu hii hapa, kataka nini, kesho nakununulia hiki hapa. Hayo ndio mapenzi sawa, hayo ndio mapenzi sahihi. Lakini wewe wampenda mke, nataka saa, sinunui. Nataka simu, sikununulii. Basi nataka leso, hamna. Ndio wampenda hivyo, umpendi hivyo. Sasa ndio hao watu wa bid'a. Mtume akikataza jambo, wao wanalifanya, akiamrisha jambo hawafanyi. Sasa wampenda vipi hawa? Mapenzi ya vipi ya? Hakuna mapenzi ya hivyo. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. ingekuwa mapenzi yako ya kweli ungemtii. Mpenzi anamtii mpenzi wake, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sasa wewe wamuasi mpenzi wako alafu wadai kwamba wampenda, si mapenzi ya. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا قياس في الأمور بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الفوزان حفظه الله يقول: فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو الذي يتبعه أو يتبعه. anayempenda Mtume sallam kwa hakika ni yule anayemfuata. wa humul ladhina amanu bihi, na hao ni wale waliomwamini. waazzaruhu, wakamuadhimisha. wanasaruhu, wakamnusuru. wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, wakafuata nuru ile iliyoteremshwa pamoja naye. ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. idhan al-ibratu bilittiba' wa laysat bid-da'wa, mazingatio ni kwa kumfuata mtume, si kwa madai tu kwamba wamfuata na humfuati. ابن مسعود ماذا يقول؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. fuateni, msizushe, mmeshatoshelezwa kwenye dini yenu, dini imekamilika kila jambo. ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. idhan al-ibratu bilittiba' wa laysat bid-da'wa, mazingatio ni kwa kumfuata mtume, si kwa madai kwamba wadai wamfuata kumbe wala humfuati. wad-da'wa idha lam yakun 'alayha dalilun fahiya batila, madai kama hayana dalili, madai hayo ni batila. wad-da'wa idha lam yakun 'alayha dalilun fahiya batila, madai kama hayana dalili, madai hayo ni batila, hayakubaliwi. madai na huku una dalili, una hujja, lakini wadai na huna dalili, madai hayo ni batila, hayakubaliwi. Kwa hiyo madai ya mubtadi'a kwamba wanampenda Mtume sallam ni madai ya urongo, ni batila, hayakubaliwi. Mtume kataza kujengea makaburi, wanajenga. Msisome Qur'ani kwenye makaburi, wanasoma. Haya, msifanye ushirikina makaburi, wanafanya. Sasa ndio kumpenda kwa vipi huko? Msitie chokaa kwenye makaburi, wanatia chokaa. Sasa wanazidisha tiles. Tiles na makaburi limepambwa na nini? Kaburi la vipi hilo? Walipamba kaburi ili ufanye nini? Ili uwe maiti afanye nini? Ukilitia tiles ndo nini? Ndo atatoka apumzike hapo kwenye tiles? Hakuna. Zitamsaidia nini tiles hizo? Mambo ya uzushi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم
wa a'malikum. Allah haangalii sura zenu na mali zenu, lakini anaangalia nyoyo zenu na amali zenu. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, Allah haangalii sura zenu na mali zenu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Allah anaangalia nyoyo zenu na amali zenu, ibada zenu. قال الشيخ الفوزان هذا فيه أن العبرة ليست بالمظاهر وصور الأجسام وجمالها. hadithi hii ni kwamba mazingatio sio kwa madhahir, dhahiri ya mtu na sura ya mwili wake na uzuri wake, wala fi kathrati al-amwali watharawati walghina, wala mazingatio si kwa wingi wa mali na utajiri. Wa innama nadharu ila shay'aini, isipokuwa mazingatio ni kwenye mambo mawili tu, huma alqulubu wal a'mal, nyoyo na amal. Huma alqulubu wal a'mal, nyoyo na amal. Nyoyo ndizo zinazoangaliwa. Ikiwa nyoyo ziko safi, ziko salima mina shirki wal bid'a wal khurafat, hizi ndio nyoyo ambazo salima. Kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada aljasadu kulluh ala wa hiya alqalbu. Moyo ndio unaoangaliwa. Kwa hiyo innama an-nadharu ila shay'aini huma alqulubu wal a'mal, nyoyo na amal na ibada. Fa idha kanat alqulubu sahihatan salima mukhlisatan lillahi azza wa jalla, ikiwa nyoyo ni sahiha salima, zenye kusalimika na amradh, mukhlisatan lillahi azza wa jalla, zenye kumtakasia Allah azza wa jalla ibada zake. Wa kanatil a'malu mustaqimatan ala shar'i llahi wa dini, zikawa amal ziko sawa juu ya sheria ya Allah na dini yake. Fahadha alladhi yanzuru Allahu ilayhi, hili ndio analiangalia Allah. Wayatakabbaluhu, na kulikubali. Wayuthibu alayhi, na kulipa thawabu jambo hilo. Kwa hiyo Allah haangalii sura za watu, haangalii mali zao, anaangalia nyoyo zao na amali zao. أما مجرد جمال الصورة وكثرة الثروة، أما مجرد وزوري والصورة نوينجي ومالي، فهذا ليس عند الله له اعتبار. hili halina mazingatio yoyote kwa Allah. Mujarradi wa sura nzuri na wingi wa mali, hii haizingatiwi, sio kipimo, sio mizani za mtu mwema kwamba sura yake ni nzuri, ana mali nyingi, sio kipimo cha mtu mwema. Qala ta'ala, wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha. Hazikuwa mali zenu wala watoto wenu ndizo zinazokurubisheni kwetu kukurubisha, sio hizo, isipokuwa mwenye kuamini wa amila saliha, na akafanya mambo mema. Fahaulai humul ladhina yanzuru Allahu ilayhim nadhara i'tibarin wa qabulin wa rahma, hao walioamini wakafanya mambo mema ndio anaowaangalia Allah. Nadhara i'tibarin, kuangalia kwa mazingatio, wa qabulin, na kukubaliwa amali zao, wa rahma, na kuhurumiwa. Kwa hiyo al-ibratu laysat bil madhahir
وصور الأجسام وجمالها ولا في كثرة الأموال، وإنما العبرة والنظر إلى شيئين: القلوب والأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واضح هذا؟ ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما أي للبخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض، mimi ni mwenye kukutangulieni juu ya hiyo birika. Ana faratukum ala alhawdhi, mimi ni mwenye kukutangulieni katika birika. Wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum, wataletwa kwangu watu katika nyinyi. Hatta idha ahwaitu liunawilahum, mpaka ninapokusudia kuwapa katika maji ya birika hiyo. Ukhtuliju duni, watazuiwa duni, nyuma yangu. Faaqulu, nitasema: ay rabbi, ewe mola wangu. Ashabi, wafuasi wangu hao. Yaqulu, atasema Allah: la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui walioyazusha baada yako. La tadri ma ahdathu ba'dak, hujui wewe walioyazusha baada yako hao wafuasi wako. قال الشيخ الفوزان في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض. الفرت هو الذي يسبق إلى الماء. فرت ni yule anayetangulia kwenye maji. Liyasqiya qaumahu, ili awape jamaa zake. Idhan ana faratukum ala alhawdhi, mimi ni mwenye kukutangulieni katika birika. Fannabiyu sallallahu alaihi wasallam يوم القيامة يكون على حوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Mtume صلى الله عليه وسلم siku ya kiyama atakuwa juu ya birika. Urefu wake ni masafa ya mwezi mzima. Urefu wake wa birika hiyo ni masafa ya mwezi mzima, mpaka kufikia mwisho wa urefu wake hiyo birika ya Mtume SAW. Wa ardhuhu masafatu shahr, na upana wake birika hiyo pia ni masafa ya mwezi mzima. Mauhu abyadu min al-laban, maji yake ni meupe sana kuliko maziwa. Wa ahla min al-asal, na matamu sana kuliko asali. Wa aniyatuhu adadu nujumi sama, vyombo vyake vya kunyilia maji hayo ni idadi ya nyota za mbinguni. Man yashrabu minhu shirba lam yadhma ba'daha abada, atakayekunywa tama moja tu hatapata kiu baada yake milele. Man yashrabu minhu shirba lam yadhma ba'daha abada. Shirba wala sharba? Sharba.
shirba ni haia, wizani wa haia ni shirba fi'la, ama wizani wa marra ni sharba. Kwa hiyo mwenye kunywa tama moja, lam yadhma ba'daha abada, hatapata kiu milele. Ni sharba si shirba. Shirba ni haia, wazni wa haia ndiyo fi'la, ama wazni wa mara moja ni fa'ala. Kwa hiyo hii ni birika ya Mtume sallam, na hizi ndiyo sifa za birika hiyo. taridul ummatu yawma alqiyama ala hawdhi nabiy sallallahu alayhi wasallam wa hum itashun min shiddati alharri wa tuli almuqam. Umma utakunywa siku ya kiyama katika birika hiyo ya Mtume sallam, na hali umma wote watu wana kiu kutokana na joto kali na urefu wa kusimama pale. wa hum bihajatin ila alma, na hali wako na haja ya maji. fayasqihim sallallahu alaihi wasallam biyadihi, Mtume sallam atawapa maji kwa mkono wake. illa man kana qad ghayyara dinahu, isipokuwa yule aliyebadilisha dini yake. fa innahu yusrafu anil hawdhi, yeye ataondoshwa pale katika birika hiyo. fayaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ay rabbi ashabi, e mola wangu wafuasi wangu. fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui waliozusha baada yako, yani ma ghayyaru, waliobadilisha katika hii dini. فهذا فيه دليل على أن من ابتدع في دين الله وغير فإنه لا يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. hadithi hii ni dalili kwamba mwenye kuzusha katika dini ya Allah akabadilisha, huyu hata kunywa katika birika hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. wala yariduhu illa ahlu tauhidi walittiba, hawatakunywa katika birika hiyo isipokuwa watu wa tauhid na watu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. ahlu tauhidi lillahi azza wa jalla, watu wa kumpwekesha Allah azza wa jalla. walittibai lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. alladhina lam yubaddilu wa lam yughayyiru, ambao hawakubadilisha lolote katika dini. bal kanu kama tarakahum sallallahu alaihi wasallam, bali walikuwa kama alivyowaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. ala albayda, katika njia nyeupe. lailiha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala almihajjati albayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni katika njia nyeupe. lailiha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake. Usiku ni kama mchana, jinsi njia nyeupe niliyokuachieni. la yazighu anha illa halik, hata iwacha njia hiyo isipokuwa halik, mwenye kuangamia. Kwa hiyo haifai kubadilisha, kugeuza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna haki hiyo. Hakuna mwenye haki yoyote kwamba aweke kitu katika dini kwamba kifanywe hicho ni ibada, kiabudiwe. Hatuna haki hiyo. Dini tayari imekamilika. idhan haulai هم الذين يردون الحوض ويشربون منه يسقيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه. hawa ndio watakaokunywa katika birika hiyo, na Mtume صلى الله عليه وسلم ndiye atakayewapa maji hayo. wa amma man ghayyara وبدل فإنه وإن انتسب إلى الإسلام وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في هذا الموقف يصرف عن الحوض
ama aliyebadilisha katika dini ya Allah, hata akijinasibisha kwenye Uislamu, hata akijinasibisha kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu katika mahali hapa atazuiwa, katika haudhi atazuiwa. Wa amma man ghayyara wa baddala fa innahu wa in intasaba ila al-islam wa ila ittiba'i ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa innahu fi hadha al-mawqif yusrafu 'anil haudhi. Ama mwenye kubadilisha hata akijinasibisha kwenye Uislamu na hata akijinasibisha kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini katika mawqifu haya ya haudhi yeye atazuiwa kunywa. فهذا فيه التحذير من البدع والانحراف والتغيير في دين الله والضلال. حديثه inatahadharisha bid'a, uzushi, walinhiraf, na kupinda katika dini na kubadilisha katika dini ya Allah, wallalal, na kupotea. وفيه الحث على التمسك بالدين الصحيح والثبات عليه. pia hadithi inahimiza kushikamana na dini sahihi na kuwa na thabat, msimamo juu ya dini hiyo sahihi, wasabri alaihi, na kuvumilia, kufanya subra, alaihi ila almaut, mpaka kufa. hatta yarida ala nabii sallallahu alaihi wasallam wa hatta yashraba min haudhihi, mpaka anywe, afike kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka anywe katika birika yake. Kila mmoja anatakiwa amwombe Allah subhanahu, katika sisi anatakiwa amwombe Allah subhanahu wa ta'ala athabat ala hadha ad-din sahih. Kila mmoja katika sisi anatakiwa jambo hilo, mara kwa mara amwombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat katika dini hii na katika manhaj na aqida sahiha, na kutoteteleka wala kutopinda na kufanya uzushi katika dini, na kusubiri juu ya dini hii sahih ila almaut, mpaka kufa, ili tupate hiyo birika ya Mtume sallam, na tunywe katika birika hiyo bila kuzuiwa. Na ndio maana katika dua za Mtume sallam, Allahumma ya musarrif alqulub sarrif qalbi ala ta'atik, Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik, thibitisha nyoyo zetu juu ya dini yako. Ni katika dua za Mtume, mara kwa mara alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala athabat, kwa sababu wangapi walikuwa katika dini sahihi, wangapi walikuwa katika manhaji na akida sahiha, wakapinda wakapotea, wangapi? Wengi. Kwa ni wajibu wetu mara kwa mara kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika dini sahihi, tusiingie katika mambo ya uzushi na mambo ya inhirafu. Na ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake anayefanya hiyo thabati. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye uwezo wa kumpa mtu thabat, akawa na thabat na subra, akafa katika dini sahihi. Ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, si mwingine. Na ndio maana Allah anamwambia mtume wake, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, lau sisi kukupa wewe thabati, ungekuwa unawapondokea makafiri kitu kidogo kidogo. Kwa hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayeombwa thabat na ndiye anayewafikisha kwa watu thabat. Kwa hiyo tunatakiwa mara kwa mara tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtume kaambiwa hivyo, je sisi? Ikiwa mtume kaambiwa hivyo, je sisi? Qala Sheikh, walikhtilaju al-akhdhu bisur'a, pale aliposema hatta idha ahawaitu liunawilahum ukhtuliju duni. Qala walikhtilaju al-akhdhu bisur'a, ni kukamatwa kwa haraka, walman'u wattardu, na kuzuiwa na kufukuzwa, yutraduna anil urud, watafukuzwa na kunywa katika birika hiyo. Hatta idha ahawaitu liunawilahum
اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك وهجوي وليو يزوش بعد yako ndio maana tumewazuia hawa wasinywe katika birika hii. Idhan al-ikhtilaju huwa al-akhdhu bisur'a, ni kukamatwa kwa haraka haraka, walman'u na kuzuiwa, watardu na kufukuzwa. Yote haya yutraduna anil haud, watafukuzwa na ile anil wurudi, kunywa katika birika hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma la taj'alna mimman ikhtuliju duna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa duna hawdhihi yawm al-qiyamah. Wallahu a'lam.